Ujambo na karibu, huyu ni mchungaji Mutuka na kuja kwako na neno la Bwana. Na nashukuru Mungu, watu wanaendelea na maombi, watu wanaendelea kumtafuta Bwana mwaka huu mpya. Watu wakitafuta mwelekeo kwa sababu ya mwaka huu mpya. Wengine wameshapata mwelekeo lakini wanafuatilia kwa undani kumsikiza Mungu na namna vile anavyozungumza na wao. Na nimekumbuka tu ni mwaka huu pia tutaanza kusikia kelele za wanasiasa na siasa, kwa sababu mwaka ujao ni mwaka wa kupiga kura. Na imekutana ni msimu ambapo watu wanaweka msingi wa mwaka, na pia vivyo hivyo mwaka huo ndio mwaka ambao watu wanajiandaa kwa sababu ya uchaguzi wa mwaka ujao. Kwa hivyo ningependa ujue kutakuwa na unabii mwingi hapo nje. Na unabii utakuja kwa sababu ya taifa, unabii utakuja kwa sababu ya kanisa, unabii utakuja kwa sababu yako wewe mtu binafsi, na unabii pia utakuja kwa maeneo mengi sana. Lakini hata wakati unabii unaendelea ukikuja katika maeneo na mazingira na taifa, kuna vitu ambavyo nimehisi kushiriki na wewe. Kitabu cha Waibrania sura ya 1 mstari wa 1 na wa 2 ni kitabu cha kawaida. Inasema nyakati za kale Bwana alizungumza kwa namna tofauti na namna nyingi, na pia akazungumza kupitia manabii. Lakini anasema mstari wa 2, lakini nyakati zetu anazungumza kupitia mwanae ambaye aliteuliwa kuwa mrithi, na pia ambaye aliumba vitu hivi vyote tunavyoviona. Kwa hivyo maandiko hayo yana vitu vitatu vya muhimu sana. Ya kwanza, nyakati. Nasema kuna nyakati za kale za baba zetu ama mababu na nyakati za leo. Ya pili, mbali kukuwa tuna nyakati ama season, anataja kitu cha pili ambacho ni kulikuwa na aina mbili ya watu. Kulikuwa na babu zetu ama wazee wa kale, na sisi ambao tunaishi kwa wakati huu. Alafu ananena kitu cha tatu cha muhimu, anaelezea namna ya kushiriki ama namna ya maongezi ya namna Mungu alikuwa anaongea na watu wake. So anasema nyakati zile aliongea kwa namna tofauti tofauti na kupitia manabii. Lakini nyakati zetu anazungumza kupitia mwanawe ambaye ameteuliwa kama mrithi. Huyo ni Yesu Kristo. So tunapata picha hii kujua kuwa Mungu tunayemtumikia ni Mungu anayeongea. Ni Mungu ambaye anasema na watoto wake. Na kama vile tumesema mwaka huu kutakuwa na unabii mwingi kuhusiana na taifa, mpaka najua wengine tayari washaanza kuchanganyikiwa, wajui nani ni nani na ni yupi anasema nini. Lakini tunatamatisha kuwa hapa kwa maandishi haya Waebrania 1:1 ni kuwa tunamtumikia Mungu ambaye anaongea. Na aliongea nyakati zile kwa namna tofauti. Aliongea kupitia mazingira, aliongea kupitia roho wake, aliongea kupitia manabii, aliongea kupitia maandishi yake, aliongea kupitia roho wa Mungu mwenyewe. Na pia anatuambia pia nyakati zetu anaongea kupitia mwanawe ambaye aliteuliwa mrithi. Lakini ukisoma waraka wa pili wa Petero sura ya 2 mstari wa 1, anazungumzia kitu kingine cha muhimu sana. Anasema ya kwamba huyu mwandishi wa waraka wa Petero wa 2 sura ya 2 mstari wa 1, anasema nyakati zile kulikuwa na manabii wa uongo, kama vile na leo hii kutainuka walimu wa uongo ambao wanaleta mafundisho ya uongo bila kujua wanajitakia ghadhabu ya Mungu. So kumbe wakati tunasikia hizi unabii zote na sauti zote, zingine wanasema ni Mungu amewaambia, na wanaongea sauti ya Mungu, wanasema ni sauti ya Mungu. Sasa ningependa ujue mbali na hizi unabii zote utasikia mwaka huu, kuna unabii wa kweli na unabii wa uongo. Kuna manabii wa kweli na manabii wa uongo. Na nataka nikuache na vitu vitatu ambavyo vitakusaidia kujua unabii wa uongo na manabii wa uongo na wa ukweli. So hadithi moja tu nyepesi ambayo nitakupa kwa leo ni hadithi ya mtu anaitwa Musa. Kitabu cha Kutoka sura ya 4 mstari wa 1, Musa anauliza Mungu, anatumwa na Mungu aende kuwaokoa wana wa
Waisraeli kutoka utumwani. So anauliza Mungu, na wakiniambia kwamba sijakutana na Mungu, ni nini itakuwa ishara? So Mungu anaanza kumwelezea ni nini unayo mkononi. Anasema fimbo, anasema itupe, inageuka inakuwa nyoka. Ukienda mstari wa 5 wa sura ya 4 ya Kutoka hiyo hiyo tu, anamwambia basi hii ndio itakuwa ishara ya kwamba mimi nimekutuma. Alafu anaenda mstari wa 8, anasema alimpatia ishara, na sio hiyo moja tu, alimpea ishara zingine nyingi, ya kwamba akifika kule wakose kumwamini ya kwamba ni Mungu amemtuma, basi atafanya zile ishara wao kuamini kuwa ni Mungu ambaye amemtuma. So Musa wanaondoka. Ukisoma mstari wa 30, Biblia inasema na Haruni akasema yote ambayo Mungu alisema na Musa, na akafanya yote ishara ambazo Mungu alizowapatia. Zilikuwa ishara tofauti, na hivyo ndio Musa akaondoka na akaenda na wakafanya hizo ishara na wakaendelea. Lakini cha kushangaza pia, kulikuwa na waganga kule, wachawi, watu kawaina ile, na wao pia wakatumia kitu tunaita secret art, ama nakala nyingi za Biblia zinaandika enchantment, kufanya vile vile tu ambavyo Musa na Haruni walifanya. Kwa hivyo nataka ujue kutakuwa na ishara kwa manabii wa pande zote, lakini unafaa kujua nguvu za Mungu ni kuu kuliko nguvu za waganga na watu waovu. Na mimi waambie watu, kama kuna vitu viwili watu hutembea navyo, nabii wa kweli hutembea nayo, ni ukweli na nguvu. Nguvu za Mungu na ukweli ndio vitu viwili vya muhimu ambaye kila nabii anabeba. Lakini sikutaka kuelekea hiyo laini. Nilitaka nikuoneshe tu vitu vitatu, namna ya kujua unabii wa kweli na unabii usio wa kweli, manabii wa kweli na manabii wasio wa kweli. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho tunapata kwa maandiko hayo ni kwamba kila nabii wa kweli na unabii wa kweli utakuwa na ishara. Hiyo ishara ndio watu wengine wanaita miujiza. Hiyo ishara ndio watu wengine wanaita miujiza. Lakini aliambiwa this will be the sign. Hii ndio itakuwa basi ishara ya wao kukuamini kuwa mimi nimekutuma kama Mungu. Na sasa ishara ni nini? Tunasema ni nguvu za Muumba kwa uumbaji, na zinakuja na clarity ama uwazi wa kudhibitisha kile Mungu amesema. Kwa hivyo number 1, kutakuwa na ishara. Na hata wewe mwenyewe Mungu akikuzungumzia na una doubt, hujui kama ni Mungu ama si Mungu, muulize akupe ishara. Atakuonesha ishara. Kuna vitu vitafanyika. Uliza Gideoni. Hakuamini tu neno la Mungu, akauliza ishara. Malaika wanakuja na kumwambia utafanya hivi na hivi, na anasema anataka kuona kwa ishara. Kwa hivyo kutakuwa na ishara. There will be a sign. Kutakuwa na ishara. Na wewe pia uliza ishara. Taka kuona ishara. Kama ni wewe Mungu, acha kuwe na hii na hii. Na vivyo hivyo ndio wanasema pia unabii huimarika kwa kudhibitishwa na watu kadhaa. 2, 3 watathibitisha unabii. La pili, kama unabii utakuja kutimia. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 13 na ya 18. 13 kuanzia mstari wa 1 na wa 2. Anaongelea vile nabii wa kweli anafanya ishara na kitu kinakuja kutimia. Sasa ishara ya pili ama jambo la pili la kupima unabii ni neno ambalo nabii anazungumza likija kutimia. Ukisoma sura ya 18 ya Kumbukumbu la Torati mstari wa 20, anasema na ikiwa mtu yeyote atasema ni sauti ya Mungu hii na isije kutimia, basi atakufa. Ikiwa ni mtu anasema hii ni sauti ya Mungu na ilhali ananena sauti ya miungu mingine, basi atakufa. Ilikuwa hatari hivyo nyakati zile. Nabii angekuja tu bila kusikia sauti ya Mungu. Kama hauna sauti ya Mungu, basi ni mawazo yako. Na anaendelea anasema, basi wakisema na isije kutimia, basi nabii huyo alikuwa anasema maneno yake mwenyewe, si maneno ya Mungu.
Hiyo ni Kumbukumbu la Torati 18, ukianzia 20 kuendelea mpaka 22. Na la tatu liko katika hiyo Kumbukumbu la Torati 13 mstari wa 2 na wa 3. Anasema ya kuwa nabii atakapofanya ishara na aseme kitu na kikuja kutimia, lakini aanze kuwaambia twende tutafute miungu mingine, basi jua huyo basi si nabii wa kweli. Kwa maneno mengine, akikuambia maneno yasiyoambatana na neno la Mungu ama Biblia, basi jua huyo ni nabii wa uongo. Hata kama amefanya ishara imeonekana na amesema neno limekuja kutimia, lakini ukisikiza maneno yake ni maneno haiambatani na Biblia, huyo ni mganga. Toroka, kimbia. Hao ni watu wanafanya enchantment na wanatumia secret art kuleta miujiza ambayo inaonekana kama ni kweli, lakini si ya kweli. Kwa hivyo mwaka huu na Januari hii unapoendelea kuweka misingi na unaendelea kuombea mwaka na kutafuta Mungu vile atakuwezesha kuelekea na mwaka huu, jua pia kutakuwa na unabii mwingi katika Januari hii, na ni kwa sababu pia ni mwaka wa kungojea uchaguzi. Kwa hivyo manabii watakuwa wengi, lakini nilitaka ujue mbali na kukuwa na manabii wa uongo, kuna manabii wa ukweli. Na mbali na kuwa na manabii wa ukweli, kuna manabii wa uongo. Na hivyo lazima ukue na measuring ama yardstick ya kupima unabii ulio wa kweli na usio wa kweli. Mungu akupe discernment katika roho wako, ya kwamba kutakuwa na witness ndani yako ya kwamba huyu ni roho wa Mungu. Mungu akusaidie kuuliza ishara za kudhibitisha hii ni sauti ya Mungu. Mungu akusaidie ya kwamba utapima kwa muda. Wanasema test of time ni chombo muhimu sana cha kupima kila unabii na nabii. Atakaposema kitu kije kutimia, basi anakuwa wa kuaminika. Na la tatu ni ukweli. Nimekuambia nabii wa kweli anakimbia na vitu viwili. Moja ni nguvu, ingine ni ukweli wa Mungu. Ukweli ni nini? Neno la Mungu ndio ukweli wote ulimwenguni mzima. Neno la Mungu. Kwa hivyo akifanya miujiza, ishara hizo, na aseme vitu vije kutimia, lakini ukimsikiza maneno anayoongea haiambatani na Biblia au neno la Mungu, basi huyo ni mganga, kimbia. Hapo Kumbukumbu la Torati 13 mstari wa 2 kuendelea chini, anasema kama wamefanya ishara, wamesema kitu kimekuja kutimia, na ukiwasikiza wanasema vitu haviambatani na neno la Mungu, hawasemi vitu, wanasema twende tutafute miungu mingine, basi kimbia. Huyo ni mchawi umekutana naye na hawezi akasaidia maisha yako. Kwa hivyo hata unapoendelea kuomba, tunaposikia masauti mengi kama vile Wakorintho wanasema kuna sauti nyingi hapa duniani, na kuombea Mungu atakusaidia kujua sauti ya kweli ya Mungu, ambaye atakusaidia kupitia roho wake kujua sauti yake anavyosema na anavyokuelekeza katika mwaka na anavyotuelekeza kama taifa. Salute. Huyo ni Mchungaji Mutuka. Nilihisi kwa moyo unahitaji kujua hii. Kwa jina la Yesu umebarikiwa. Shalom.